Habari yako mtazamaji, karibu tena Naturemed Supply kwenye channel yetu inayohusiana na masuala ya afya. Katika video hii ya leo, tutazungumzia maswali makuu matatu ambayo kila mwanadamu anapaswa kuyauliza anapofika hospitali. Na lazima uyaulize kwa sababu ndo maswali makuu ambayo yatakusababisha wewe uweze kuishi katika afya bora na afya njema kila siku. Mimi ni Dr. Mkina, mawasiliano yetu ya simu yanapita chini ya screen ya video hii. Unaweza kutupigia kwa kuhitajia ushauri au kuhitajia tiba zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia. Kama ni mara yako kwanza kuona video zetu au kuona channel yetu, basi chini ya video hii kuna neno subscribe libonyeze, na pembeni yake kuna alama ya kengele pia ibonyeze. Salia nasi hadi mwisho ili uweze kufahamu maswali haya matatu ili uweze kujikinga afya yako baki kwa salama salimini kwenye sehemu ya maisha yako. Swali la kwanza unalopaswa kumuuliza daktari ni kwamba huu ni aina ya ugonjwa gani? Swali hili linapatikana wapi? Swali hili linapatikana baada ya kumueleza dalili za ugonjwa ambao ulionao daktari. Baada ya kumueleza daktari vile unavyojisikia, kama unaumwa na kichwa, unasikia kizunguzungu na aina zingine za dalili ambazo unazisikia kwa wakati huo, unapomueleza daktari hizi dalili, yeye kama daktari ndiye atakayekwambia kwamba huu ugonjwa unaougua ni ugonjwa wa aina fulani. Kwa hivyo atakueleza huu ugonjwa kwa undani, na usiridhike tu kueleza huu ugonjwa kwa juu kwamba akakwambia mathalan ni malaria na ukaishia hapo kama ni malaria. Hapana. Lazima kueleze huu ugonjwa kwa undani, ufahamu undani wa huu ugonjwa, kwamba huu ugonjwa una madhara gani dhidi ya afya yako. Pindi ungechelewa kuja kuripoti hospitali, nini kingekusibu, au ungewahi nini ambacho unaweza kukiokoa. Kwa hiyo lazima umuulize daktari kwa undani, akuambie kiundani ili upate kufahamu kwamba huu ugonjwa una madhara gani dhidi ya afya yako. Hii itakusaidia nini? Itakusaidia hata kukinga familia yako, au kukinga watu unaowapenda, au kukinga hata majirani zako, kwa sababu utakapoona dalili kama zile utagundua kwamba hizi dalili ni moja dalili ambazo na mimi zilinikuta kwenye changamoto ambayo niliyokuwa mimi napitia. Kwa hivyo lazima hili swali uhakikishe kwamba unamuuliza na anakueleza kwa undani. Usiridhike tu na kukuambia kwamba wewe una homa ya manjano, una UTI, una PID, una tatizo la kutokutungisha mimba, una tatizo sila nini. Hapana. Lazima akueleze kwa undani ili upate kuridhika na kushiba, ili kesho utakapokuwa na changamoto tena kama hiyo unajua namna gani ya kujikinga. Kwa hiyo hili ni swali ambalo ni swali la kwanza. Swali la pili ni ugonjwa huu unasababishwa na nini? Hili swali ni la muhimu sana kumuuliza daktari yoyote na kwa wakati wowote pindi ambapo unapokuwa umeripoti hospitali kwa changamoto yoyote unayoipitia kwa wakati huo. Kwa nini unamuuliza kwamba ugonjwa huu unasababishwa na nini? Ni lazima ujue kwamba chanzo cha huu ugonjwa ni kitu fulani, ili inapotokea kwamba unataka kupita kwenye zile njia za kupata huu ugonjwa tena, unakumbuka na kuacha zile njia ili ule ugonjwa usio kurejelea tena. Kama umeenda kuripoti hospitali kwa ugonjwa wa malaria, UTI, PID, homa na magonjwa mengine, lazima kuambie chanzo cha huu ugonjwa ili uweze kujikinga kwayo kwa huu ugonjwa, ili hata uweze kulinda familia na watoto, uweze kulinda wazazi wako na majirani na watu wengine wanaokuzunguka, kwa sababu dalili za ule ugonjwa au sababu za ule ugonjwa unazitambua. Kwa hiyo unapotambua chanzo cha ugonjwa ndipo unapoweza kujikinga na huu ugonjwa. Kwa hivyo sasa ni lazima ufahamu haya kutokana na daktari uliokuwa naye kwa wakati huo. Kwa hiyo lazima muulize daktari kwamba huu ugonjwa unasababishwa na nini. Kama ni ugonjwa wa kurithi, kama ni kung'atwa na mbu, kama nimeshindwa labda kulala vizuri, au sijanywa maji vizuri, au sijala mlo ambao unastahiki kwa kila siku, lazima akueleze. Kama ni vidonda vya tumbo, lazima kueleze dalili za vidonda vya tumbo na anakueleza chanzo chake, kwamba chanzo cha vidonda vya tumbo ni hiki hapa. Lazima kueleze. Kwa hivyo usiridhike tu ukafika akakueleza kwamba una vidonda vya tumbo alafu na wewe ukaondoka. Lazima uhoji kwa undani kwamba huu ugonjwa chanzo chake ni nini. Anapokuambia chanzo cha ugonjwa ndio mwanzo kutibu tatizo. Kwa unapotambua ugonjwa kwamba huu ugonjwa mwanzo wake ni kitu fulani, tayari umeshajua msingi wa tatizo upo wapi. Kwa hiyo ni rahisi hata kesho unapokutana na hiyo changamoto tena, ni rahisi kuweza kuondokana na ile changamoto kwa sababu unajua chanzo cha tatizo kinatokana na nini. Kwa hivyo watu wengi hapa watakuwa makini mnapofika hospitali, unapokutana na madaktari wenu, lazima muulize chanzo cha huu ugonjwa ni kitu gani. Anapokueleza kwa undani, unapokuwa na uelewa, tunatokomeza jamii ambayo haina uelewa juu ya magonjwa. Kwa hiyo unapoelewa kwamba ugonjwa huu unasababishwa na kitu fulani, tayari unaenda kwenye njia ambayo ni njia salama ya kulinda afya yako na watu wanaokuzunguka. Kwa hivyo lazima hili uliweke akilini. Kesho unapofika hospitali, lazima hili jambo ulishughulikie, unaweka kabisa akilini kwamba nikifika lazima nimuulize ugonjwa naumwa na ugonjwa gani na huu ugonjwa unasababishwa na nini. Kwa hivyo hili ni swali la pili ambalo ni la msingi sana. Tunaenda kwenye swali la tatu ambalo ni swali ambalo ni la msingi katika yote. Swali la tatu na ambalo ndio swali kubwa katika maswali yote ni swali, nini nifanye ili niweze kukinga huu ugonjwa usinipate mimi tena. Hili swali linapatikana kwa sababu gani? Ni swali linapatikana baada ya kutambua
aina ya ugonjwa, sababu za ugonjwa. Hasa hili swali ndio linakuja kwamba nini nifanye ili huu ugonjwa usiweze kunirudia tena. Na hapa ndipo watu wengi wanapofeli. Hawawezi kuuliza huu ugonjwa ni aina gani ya ugonjwa, sababu za ugonjwa na nini yafanye ili aweze kuondokana huu ugonjwa. Unapouliza nini ufanye ili kuondokana huu ugonjwa, inakuwa ndo njia kuu ya kukinga magonjwa yote, kwa sababu unajua kwamba nikifanya hivi nitaugua ugonjwa fulani, nikilala bila neti nitaugua malaria, nisipokunywa maji nitaugua labda UTI, nisipofanya hivi nitafanya hivi. Kwa hiyo lazima ufahamu kwamba ni aina gani ya ugonjwa ulionao na ni aina dalili gani hizi ambazo unakutana nazo, na lazima unapofahamu hizo vitu vyote vitatu, hivyo vitu vyote viwili, unajua kwamba nikila matunda sitaumwa, nisipokula matunda nitaumwa, nisipolala masaa kutosha nitaumwa. Kwa lazima muulize daktari kwamba kwa ugonjwa huu nilionao mimi, nini nitafanya baada ya kupona ili huu ugonjwa usinirudie mimi tena. Kwa lazima kuwa makini kwamba ugonjwa ambao ulionao ni aina gani ya njia utakazozitumia ili huu ugonjwa uliokutana nao usikutokee tena. Kwa kama unajua kwamba una kisukari, kwamba nini ufanye ili kisukari kisikujie tena, nisile vitu vya sukari, nisile vitu vya kusindikwa, nisile vitu ambavyo vinaweza vikanisababishia mimi kupata sukari. Kwa hiyo unapojua kwamba una sukari na ukajua kwamba nini ufanye ili sukari sikurudie tena, hapo unakuwa tayari umeshatibu msingi wa tatizo, matatizo yote, na maana atakuwa hayakukumbi kwa sababu unajua chanzo cha tatizo, dalili za tatizo na aina ya kujikinga na hilo tatizo kwa jumla. Kwa hiyo magonjwa ili uweze kujikinga nayo ni lazima uweze kujua aina ya kujikinga na hayo magonjwa. Kwa hiyo unapofika hospitali lazima umuulize daktari kwamba huu ugonjwa ambao nakutana nao ni ugonjwa gani huu ambao nakutana nao, na hizi dalili ni za ugonjwa gani, na ni nini nifanye ile ugonjwa kukingana nao ili usiweze mimi kunirudia. Na unapofahamu hivi ni rahisi pia kukinga familia yako, kwa sababu unajua kwamba nisipofanya hivi watoto wangu wataugua, watakumbana na huu ugonjwa, kama ni malaria, kama ni kipindupindu, kama ni typhoid, kama ni vidonda vya tumbo, kama ni pressure, watakutana navyo, kwa sababu unajua namna ya kuwakinga nao, hawatakumbana na huu ugonjwa. Lakini kama hujui, watakuwa wanaugua kila siku, watakuwa wanahudhuria hospitali. Kwa hiyo lazima haya maswali matatu uweke akilini mwako. Haya ndio maswali matatu ambayo unapaswa kuzingatia pindi unapofika hospitali, kwa sababu huu ndio msingi mkuu wa afya yako kiujumla. Kwa hivyo unapofika hospitali hakikisha kwamba haya maswali umeyauliza. Pindi unapoondoka, unaondoka ukiwa tayari una uhakika wa maswali ambayo umeyauliza na umepewa majibu ambayo ni ya kutosha. Na huu ndio msingi wa hospitali unatakiwa kufanya. Kwa hiyo unapofika hospitali hakikisha kwamba haya maswali umeyauliza kwa daktari ambaye ulikwenda kukutana naye na amekujibu kwa ufasaha wake, ili unapokwenda na wewe ukawe mwelimishaji kwa watu wengine, kwa sababu unapoenda kuelimisha wengine tayari tunatokomeza kizazi ambacho hakina uelewa dhidi ya magonjwa. Kuhakikisha kwamba unapofika hospitali haya maswali ni lazima na ni muhimu kuyauliza. Usifike tu ukatibiwa au ukapewa tu dawa kaondoka. Hapana, lazima uulize. Na hata kama unapofika pharmacy kununua dawa, popote utakapofika kwa duka kununua dawa, lazima pia uulize. Unapomweleza kama mimi naumwa na kichwa, nikilala sijui nafanya hivi, lazima akwambie ugonjwa gani kwa jinsi anavyoelewa, na lazima pia kufafanulie kwa undani kwamba huu ugonjwa umekuja kwa sababu fulani. Kwa hata anapokupa dawa, anakupa dawa na huku unafahamu ugonjwa unaougua na sababu za ugonjwa, na akwambie pia kwamba ni vipi ufanye ili uweze kuondokana na huo ugonjwa. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia haya maswali ambayo ni matatu. Ni matumaini yangu kwamba umejifunza kitu kipi leo kupitia video hii. Tafadhali usisahau kusubscribe kwenye channel yetu na kubonyeza alama ya kengele ili kuanza kuona video zetu pale tunapozi-upload. Acha maoni yako hapo sehemu ya comment ukituambia kwamba ni kitu gani leo umejifunza kupitia video hii, na ukitueleza kwamba ni aina gani ya mada ambayo unatamani tuizungumzie kwa wakati ujao. Like pamoja na kushare na marafiki zako ili kuelimisha zaidi kwamba ni aina gani ya maswali matatu ambayo unapaswa kuyauliza pindi unapofika hospitali. Kama unahitajia ushauri au dawa zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, basi namba zinapita chini ya screen ya video hii, unaweza kuwasiliana nasi ili kuweza kupata huduma hizo. Asante kwa kutazama video hii, na hakikisha kwamba umesubscribe na kulike pamoja na kushare kwa marafiki zako. Asante kwa kutazama video hii, tukutane tena kwenye video zijazo.